Tyler ameibua story nyingine. Kwanza, hajaonekana wakati anaenda kuchukua tuzo ya Grammy. Ikawa ni story nyingine. Why Tyler hajaonekana? Pili, amechukua tuzo mbele ya majiant wakubwa wa muziki barani Afrika kwenye kizazi hiki. Mbele ya Davido, ngoma yake ya With You akiwa na Omah Lay, mbele ya Burna Boy, mbele ya Wizkid kwenye ngoma akiwa na Iris Star, lakini yeye kupitia ngoma yake ameweza kuchukua tuzo ya Grammy kwa mara ya pili mbele ya Davido. Wizkid ana moja, Tems ana moja, Burna Boy ana moja, lakini Tyler ana tuzo mbili. Ingawa Angelina Kidjo ana tuzo 5 za Grammy. Wa Nigeria wameibua maswali mengi sana, wakiamini hizi tuzo zimetengenezwa kimkakati kuwatumia wasanii wa Nigeria kuzipaisha, kuzungumziwa, kwa sababu wao wanaamini ukimchukua Tyler ukamweka na Davido kwa mwaka 2025, wanaamini Davido alifanya vizuri zaidi kuliko Tyler. Kendrick Lamar bana ameweka rekodi mpya kwenye hip hop, na watu wanaamini kwamba ndio atakuwa msanii mwenye tuzo nyingi za Grammy, kwa sababu Kendrick Lamar kashinda tuzo 5 jana na alikuwa kwenye vipengele 9. Sasa baada ya kuchukua tuzo 5 alikuwa na tuzo 22 za Grammy, then amefikisha tuzo 27. Rap ambaye alikuwa anaongoza alikuwa ni Jay-Z. Jay-Z alikuwa na 25. Baada ya kuchukua tuzo 5, maana yake amemvuka Jay-Z na yeye kuchukua tuzo 27 za Grammy. Stories zinakuja ni kwamba huenda Kendrick Lamar akamovertake na kumpita Beyonce, kwa sababu ndio msanii pekee mwenye tuzo nyingi za Grammy. Ana tuzo 35. Kwa kugusia issue ya Justin Bieber kuingia na wao wanaita kama boxer. Nimeona wanatumia neno boxer, lakini ni kama bukta fulani ambalo wameingia kwenda kuperform nalo kwenye tuzo za Grammy. Sasa imechukua headline na mshikaji, ukijua kwamba hakuweza kuperform kwa siku nyingi, na watu walikuwa wanasema kama Bieber amekuwa na mental health, amekuwa na matatizo ya afya ya akili kutokana na matukio ambayo anayafanya. Mara anakuja huko mchafu, mara anavaa milegezo ambayo ina maana, mara amekuja na hivi. I think Grammy wameamua kumheshimisha Justin baada ya kuperform, lakini aliingia vizuri kwa na mwanamke wake. Muda wa performance akapanda na boxer jukwani, ndio ikawa ni story kubwa Justin Bieber kuperform akiwa na boxer jukwani. Hiyo ni story nyingine ambayo kupitia tuzo za Grammy imezungumziwa sana, na inawezekana ikawa ndo njia pekee ya kumrudisha Bieber kwenye tuzo za Grammy. Of course tumpongeze pia Burna Boy kwa kuperform kupitia tuzo za Grammy. Mshikaji alikuwa kwenye nomination, lakini kwa bahati nzuri amebahatika pia kuperform kwenye tuzo za Grammy. Davido aliingia mjengoni, alikuwepo, ingawa ameondoka kapa, au sio bana?